tumeshuhudia kwa upande wa Simba hii mpya ambayo ipo chini ya meneja Pantev. Wakati Simba ipo chini ya kocha Fadlu Davis, ulizungumza mashaka yako kwa namna ya uchezeshaji wake wa timu, kwa maana anavyoongoza timu, lakini pia Simba inavyocheza chini ya Fadlu Davis. Umeiona Simba ambayo hivi sasa ipo chini ya kocha Dimitar Pantev. Kuna namna ambavyo unaiona Simba imebadilika, na ulikuwa unaamini ama kile ambacho ulikuwa unatamani kwa Simba ifikie imeanza kufika kwa asilimia ngapi, na unamzungumziaje huyu meneja Pantev? Of course meneja Pantev, nikikwambia kitu kimoja, ni mapema kuanza kumzungumzia, ila kitu ambacho kimebadilika ni akili yake. Huyu Dimitar Pantev ana uwezo wa kusoma mchezo. Yaani akifanya sub, manake hii sub anajua kabisa ina maana fulani kwenye mbinu zake. Na ndio maana katika substitution zake mara nyingi either inaenda kuzaa assist ya bao la ushindi au mabao kupitia direct substitution. Sidhani kama so far kwenye ligi kuna kocha ambaye amefanya substitution ambazo zimemlipa direct kwenye michezo yake kuliko Dimitar Pantev. Hiyo peke yake ni ishara ya kuonyesha kwamba huyu ana uwezo wa kusoma mchezo na kufanya sub ambazo zinaenda kuaffect mchezo. Lakini pia naona kama ni janja, yani ni mjanja, anapenda kuwapumbaza wapinzani. Anapohitaji matokeo anayapata. Kwa mfano ukijaribu kureview mechi ambazo wamecheza dhidi ya za Nsingizini Hotspurs, mechi ya kwanza aliwafumua kwa, alafu mechi ya pili akaja akawachezea na doa, akatoka bila akaendelea na shughuli zake. Si umeelewa? Mechi ya pili pia, kwa mfano mechi ya mwisho kwenye ligi kwa dhidi ya Namungo, si ndio? Dhidi ya JKT, sorry. Kwenye ligi dhidi ya JKT akashinda 2-1. Alianza na wachezaji ambao walikuwa wana affect mchezo kwa kiwango kidogo, alafu baadaye akasimamisha zile silaha zake anazoziamini sasa, alafu akazipiga kipindi cha pili, alafu zikaenda kuleta mabao direct kwenye kipindi cha pili. Kwa hiyo ni kocha ambaye unaona kabisa ana uwezo wa kusoma mchezo, anajua kusoma mapungufu ya timu pinzani na capitalize. Maana unaweza ukawa unajua mapungufu ya timu pinzani lakini hujui solution. Yeye ana uwezo wa kujua mapungufu ya timu pinzani na kuprovide solution. Ana uwezo wa kuicoach timu na anaonekana pia na sifa nyingine ya kuwa na uwezo mkubwa sana kwenye man management. Maana yake sio kila substitution ukifanya kwa sababu umesoma mchezo itaenda kukupa matokeo. Lazima uwe una uwezo wa manage wale wachezaji wako psychologically, kwamba kuna hiki alafu wakusikilize, waelewe na wakakifanye. Umeelewa? Ni mkocha wa hivyo muogope, anakuwa na uwezo mkubwa kwenye man management, sio kocha wa kumchukulia poa. Kwa hiyo kwa upande wangu naona hivyo vitu ameviongeza. Kimbinu bado ile Gaborone ilivyokuwa inacheza na Simba bado haijawa sawa, lakini anaelekea kuifanya icheze vile, kwa sababu still bado anaendelea kufanya assessment ya wachezaji wote. Nafikiri kila mchezaji sasa hivi anapata namba. Ikifika muda wa kupunguza wasiohitajika, hana mchezaji hana excuse ya kusema sijui hivi sikupata. Na kama upate namba chini ya Pantev mpaka sasa, maana wewe tena wewe umezidi sasa. Kwa hiyo sasa hivi anafanya assessment, watacheza wote watacheza wote. Atawatizama Neo Maema kacheza, Joshua Mutale anacheza, Steve Dese Mkwala anacheza, Selemani Mwalimu kacheza, Jonathan Soa kacheza, Eli Mpanzu kacheza. Anawatizama wote. Alafu baadaye atakuja kufanya maamuzi ya mwisho, wachezaji gani aende nao kwenye mbinu zake, wachezaji gani aachane nao. Umeelewa? Kwa hiyo bado nampa muda na nafasi ya kuweza kuboresha vitu vingi sana kwenye mbinu zake, ili Simba iweze kucheza mpira mzuri zaidi na wa kuvutia. Kwenye upande wa maingizo mapya ambayo mpaka hivi sasa yamekuja Simba, pengine ingizo jipi ambalo linaangaliwa kwa ukubwa sana ni Morris Abraham, ambaye amefanya kitu cha ziada sana ambacho watu wamefurahia. Kwenye hawa wachezaji wapi hawa, nani ambaye kwa wewe binafsi amekuvutia sana na katika upande wake wa uchezeshaji ana impact kubwa kwa Simba? Kusema kweli mimi wengi wamenivutia, siwezi kutaja mmoja. Wilson Nangu amenivutia sana. Ameenda kutengeneza partnership ambayo tumekuwa surprised. Sidhani kama kuna mtu wakati Wilson Nangu anasajiliwa, sidhani kama kuna mtu aliamini kwamba pengine anaweza hata akawa starter kwenye kikosi cha Simba katika michezo ya ushindani. Morris Abraham mwenyewe pia ambaye amekuwa na kitu cha tofauti. Yani Morris ili aweze kutengeneza hatari anahitaji vitu vichache sana. Anahitaji mpira, space pamoja na mshambuliaji anayefanya movement nyuma safu ya ulinzi. Vitatu tu. Akisha receive akiona space na mshambuliaji kafanya movement nyuma, tayari kashatengeneza
hatari. Nafikiri inajulikana dhidi ya Nsingizini amefanya hivyo na dhidi ya JKT amefanya hivyo. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anaonekana ana uwezo wa kutafsiri matukio uwanjani ndani ya muda mfupi sana, kitu ambacho watu hawakizungumzii kwa ukubwa wake, si kwa sababu ni mbongo na vitu kama hivyo, lakini ni kitu ambacho yuko nacho. Ana ile brain, akili ya ziada. Ukitaka kujua kwamba kutoa assist ni ngumu, jiulize, kuna ma midfielders hapa walikuja na sifa nyingi tena kutoka nje, mpaka sasa hivi hawana hata assist hata ya kuungaunga. Of course hata kwenye mechi zote ukijumuisha katika hizi timu ambazo zinashiriki pia kimataifa, wapo midfielders ambao hawana assist mpaka sasa. Lakini Morris, mpira, nafasi, mshambuliaji nyuma safu ya ulinzi, anakupa assist yako safi kabisa, unaenda kupumzika nayo. Lakini Jonathan Soa pia anampa nafasi ya kufanya vizuri. Naona kabisa anaweza aka stick kwenye ile namba 9 role pale. Naamini hivyo. Ingawa atakutana na upinzani pia kutoka kwa washambuliaji wengine, lakini yeye nampa nafasi kubwa zaidi ya kuweza kufanya vizuri zaidi. Kwa upande wangu mimi hao wamenivutia, lakini the best, maki hao nilikuwa nawataja wote wamenivutia, lakini the best ambaye mimi kwa upande wangu na mrate wa kwanza kwenye msimu huu kwa Simba ni Rushain Dariak. Of course Rushain Dariak ni mchezaji mzuri sana na anafanya vitu vingi sana vya msingi kama defender. Ukiachana na mambo ya uwezo wake mkubwa wa kudefend, kutako, kupokonya mipira, kuintercept, ana uwezo mkubwa sana wa kuanzisha shambulizi ya hatari akiwa kwenye eneo lake. Yaani pale kwenye eneo lake akatengeneza shambulizi la hatari. Akaupiga mpira nyuma safu ya ulinzi na ukafika vizuri tu na ukatengeneza goal scoring opportunity. Huo uwezo anao. Uwezo wa kufanya build up, ana receive mpira kwenye pressure, anakufinya kama unampress, anapiga kwenye njia, anaomba tena, anarudisha mpira, una progress, unasogea. Akiona kuna space ya kukimbia na mpira au kuifanya timu pinzani kukaa kwenye eneo lake, anailazimisha, anasogea nao mbele, anaacha wapinzani wanazidi kurudi kwenye eneo lao, anawalazimisha wakae deep, anapiga pasi za kupenyeza, ana receive mpira, ana uwezo wa kufunga mipira vichwa, mipira ya kona na vitu kama hivyo anafunga. Inakuwa added advantage kwenye set piece na vitu kama hivyo. Basi namrate number 1. Ni bonge moja la defender, bonge moja la player, na nafikiri hata kwenye ligi nzima by the way ndo mchezaji bora zaidi kusajiliwa msimu huu so far. Simba wamelamba dume. Vibaya mno. Bwana Dula, mimi nikushukuru sana kwa madini. Na Asha naye anakushukuru sana. Nashukuru pia, nashukuru sana pia ndugu zangu. Tuzidi kutembeleana. Sahihi kabisa. Sio tena mnapotea. Uzuri ni muda wa kimataifa na ndio muda ambao Heavyweight Dula anatamba na kudunda kwenye maeneo haya, hususan katika michuano hii ya kimataifa, kwa sababu ana madini mengi kweli kweli. Bila shaka kuhusiana na Petro Atletico de Rwanda na aina ya mpira ambao Simba wanaucheza, umeokota jambo. Na mimi nikushukuru sana kwa wakati wako. Mimi naitwa Jadu, weza niita mtaalamu na Aziz Ali Shentembo. Nipo na Asha Kabuga, hii ni Ava TV. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, Twitter pamoja na YouTube. Jina ni moja tu, ni Ava TV.